pia George Magunga uko vizuri kiakili Yeah. Unamwashia? Akili za watu haziwezi kuwa sawa kila siku, lazima ujue ili kwenye kipindi unaona, lakini uko sawa umesema? Yeah, nipo sawa sawa. All right, na Ashraf uko vizuri kabisa. Bwana niuliza wewe uko vizuri, niambia pale chini. Mimi nakujua wewe ukiwa huko vizuri na kujua tu. Wewe uko vizuri kabisa kamanda. Sasa ndio. Bwana jana jioni mambo ya kasi yakaibuka tena. Uliona mambo yale? Niliona Na barua umeiona? Barua bwana, barua ni kubwa bwana. Na mimi na unajua barua imeandikwa kisheria vifungu. Kwa hiyo ukiisoma kichwa uelewi. Na baadaye bodi ya ligi nao wakatoa barua ya bodi ya ligi ninayo. Hebu tuanze na ipi? Nisomea bodi ya ligi. Tuanze na bodi ya ligi. Hiyo nyingine tutaisoma tukirudi hapa. Sawa. Basi barua ya bodi ya ligi ambayo ilitoka jana na ilipostiwa katika ukurasa wa Instagram ukishirikiana na Tan Football au TFF, wanasema kwamba mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS imetupa rufani ya klabu ya Yanga yenye kumbukumbu namba CAS 2025A 1198 11298 ambapo klabu hiyo ilifungua dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuhusiana na mchezo namba 184 kuu NBC ambapo ni Yanga walikuwa wanatakiwa kucheza na Simba. Walalamikio wengine katika shauri hilo ambapo pamoja na mengine klabu ya Yanga iliomba mechi itajwa hapo juu isipangwe tarehe mpaka itakapotolewa uamuzi ni bodi ya ligi kuu ya Tanzania TPLB na klabu ya Simba. Kutokana na uamuzi huo wa CAS, bodi ya ligi kuu Tanzania inaendelea na maandalizi yake ya kuhitimisha msimu huu wa ligi kuu ya NBC 2024-2025 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi ikiwemo mchezo namba 184 Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, kisha kutangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Taarifa hii ilitolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Mei 1 mwaka 2025. Hiyo ni taarifa ambayo bodi wametoa, sio? Yes. Kamanda, nilikuwa najiuliza wakati tutatafuta viongozi hapa, nilikuwa najiuliza kitu kimoja. Bodi wametoa taarifa jana, lakini wakati taarifa inakwenda kule tulikuwa tunajiuliza hii taarifa ina ukweli kwamba watu wamekwenda CAS? Mbona bodi hawakusema kama wamepokea nakala kutoka kwa Yanga kwamba kama mwanachama wa TFF kwenda huko ukatishe. Ndio. Sidhani kama kulikuwa na wajibu wa klabu ambayo ilikwenda kushtaki wa taarifu TFF, kwa sababu wewe kwa mfano ukipelekwa mahakamani Juma, ni mahakama ndio itatuma wito kwa ajili yako, sio tena yani mimi nimekushtaki afu mimi nije nikwambie bwana unaitwa au unaarifiwa. Hapana, huo unakuwa ni wajibu wa mahakama kuarifu kwamba umeshtakiwa. And of course kesi Yanga walikuwa wanaanza kwenda CAS moja kwa moja bila kuziambia mamlaka. Yani katika hali ya kawaida tulisoma ile siku taarifa za ile kesi kwamba ndio TFF ni mshirika katika ile kesi katika eneo la mshtakiwa yeye pamoja na Simba, sawa. Na kwenye ile kesi kama nakumbuka sahihi, kwa sababu mimi ndo nilisoma hapa, ndio moja kati ya vitu vilivyoelekezwa ni kwamba wale walioshtakiwa watume wawakilishi wao, si ndio inavyokuwa hivyo? Sawa. Ndio. Kwa hiyo hapo sasa kunakuwa hakuna ulazima tena, maana wewe si umeshaletewa summons ile kwamba bwana Richi umeshtakiwa kwamba kuna nyumba hii ya mjane huyu, inasemekana mjane wa ndugu yako, hii nyumba wewe unataka kujimilikisha. Kwa mahakama ndio itakupa wewe taarifa, alafu mtakutana kilingeni. Kwa hiyo TFF hawakuwa na wajibu eti kwamba watoke waambie kila kitu, jamani tumeshtakiwa CAS. Hapana. Kwa hiyo ile barua tu ya kwanza ile ilishajieleza kwamba hapa TFF wamekula tagi kama mshtakiwa, maisha yanaendelea. Okay. Na sasa wao, mimi naelewa kweli yako ni kwa nini walitoka jana haraka kutoa taarifa. Kwa sababu walikuwa lazima wafanye hivyo, kwa sababu wao kile kilichotokea jana kutoka CAS kimewaweka wao katika njia salama. And as organization yoyote, they had to come out
public na ile taarifa ili kuonyesha nafasi yao kwamba jamani, sisi hatukuwa na kosa lolote all along. Lakini pia hata Jeff, najua unaendelea, lakini pia hata kama wasingekuwa sahihi, tuseme hata Yanga tuseme wameshinda ile kesi, lazima bodi ya ligi wangekuja kutoa taarifa, kwa sababu wao ndio walianza hii, kwa maana kwamba walitoa taarifa kwamba mechi imepangiwa tarehe fulani na wao ndio walistopisha mechi isichezwe. So kama mechi haitachezwa, lazima pia watoe taarifa kwa nini mechi haitachezwa. So nafikiri uko sahihi katika muktadha wa kwamba lazima ile story ambayo umeanza lazima utupe umaliziaji wake, imemalizika vipi. Na katika hili hiyo inamaanisha wale, yani hicho unachokisema wewe kina apply zaidi kwa watu waliopeleka kesi wa mwanzo kabisa. Wao sasa watoke waelezee position. Manake wao ndo walikuwa watu wa kwanza. Walikuwa watu wa kwanza. Yani hivi ambavyo tumepata kutoka kwa parties zingine kwamba jamani, hii kesi imekuwa hivi. Watu wa msingi zaidi ni wale kuwapata hao watu waliopeleka, watu wa msingi zaidi ni wale waliopeleka. Wasiache kuongea kwa wakati huo. Wafafanue nini kilichotokea. Tutawatafuta hapa. Jimmy, ulipata barua hii ya kase? Ya hukumu. Pata barua aliona. Kupata si ndio amepata. Tutumie Kiswahili chako, acha cha hichi. Ulipata. Wewe chamsoma mimi. Hamna shida. Na umekisoma vizuri, umekielewa Kiswahili au nimekisoma nini? Kibarua. Lakini pia umesikia Juma? Wakati mimi nimeona Jemedari alivyopost ile barua, mimi nilijaribu kuipitia yote na baada niingia pia tena kwenye group kuipitia yote, kuanalyze baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikawasaidia pia wasikilizaji wetu, kwa sababu lugha pale imetumika lugha ya kigeni kidogo. Sawa, lakini pia lugha ya kisheria. Ndio, mwacha azungumze. Sawa, hamna shida. Okay. Kwa hiyo na nivisome Majembe. Twende na Majembe. Mwanasheria. Huyu ni mwanasheria wa TFF. Alikuwa upande wa TFF kwenye hiyo kesi. Alikuwa upande wa TFF kwenye hii kesi. Majembe, habari za asubuhi. Salama. Bwana, tuko na wewe live hapa, na wewe ulikuwa mwanasheria kwenye hii kesi kwa upande wa TFF. Tuko na wewe, tunaanza na wewe. Hebu tuambie kesi ilivyokwenda, na tumeona hukumu na kutafsiri kile ambacho kimetolewa na kasi imekuwa tofauti, kila mmoja na tafsiri anavyoifahamu. Hebu tusaidie tafsiri yake ilivyokuwa na kesi ilivyokwenda pia. Labda ungetaka nitafsiri kitu gani katika hiyo? Kwa maana kuna vitu viwili vinazungumzwa hapa. Wengine wakisema hukumu hii imesema kasi wameitaka Yanga warudi kwenye vyombo vya chini vya kisheria vya TFF, kwa maana zile organs za TFF hawakufanya hivyo mwanzo, kwa hiyo kesi ianzie huku chini. Lakini wengine wanakuambia pia jambo limeshaisha, ndio kasi wametupilia mbali na hakuna tena kesi ambayo inatakiwa kuanzia sehemu nyingine. Hebu tusaidie, wewe ulikuwa kwenye kesi na pengine kisheria imekaa namna gani? Kwanza kabisa nishukuru kwa kunialika kwenye kipindi chako, na nafikiri hii ni mara yangu ya kwanza kusikika kwenye Crown, kwa hiyo nawashukuru sana. Na mimi nitakuwa brief kidogo kwenye hili swala kwamba Yanga walipeleka maombi yao CAS, na maombi makubwa walikuwa wanaomba pamoja na mambo mengine, walikuwa wanaomba fidia walizotumia kwenye kuandaa mchezo, walikuwa wanaomba watu wengine wachukuliwe hatua za kinidhamu, walikuwa wanataka kwamba TFF na bodi ya ligi waonekane kwamba hawana integrity, kusemaje kwa Kiswahili. Kwa hiyo kuna mambo ni mengi, lakini kingine pia wanataka wapewe pointi 3 na magoli 3 kwa kutokana na ile mechi iliyoahirishwa. So wakawa wameleta maombi madogo kwamba ili kupata pointi zao 3 na magoli 3 basi kasi iwazuie bodi ya ligi kupanga hiyo mechi tena. Nafikiri ilikuwa ni mchezo 184 kama sikosei. Ndio. Wasiupange huo mchezo, lakini pia kama kuna maamuzi mengine yoyote ambayo yanatokana na ule uamuzi wa kuahirisha mechi, basi usimamishwe. Alafu baada ya hapo nafikiri hicho ndicho walikuwa wanahitaji kikubwa zaidi. Kwa hiyo sisi wakili wa TFF, mimi Nduruma pamoja na bwana Makubi tukawa tumeweka pingamizi. Ukiangalia ule uamuzi utaona kuna tarehe ambayo sisi tuliweka majibu
majibu yetu na tukawa tumeweka na pingamizi kuhusiana na uhalali wa kesi ya msingi, lakini uhalali pia wa maombi hayo ambayo wameomba kati iwafanyie dhidi ya TFF na bodi ya ligi na Simba. Kwa hiyo katika hoja nyingi ambazo tulizibuka ni kwamba bodi ya ligi haijafanya maamuzi, kwa sababu ukifikia kama barua hizo utakuwa nazo, waliahirisha ile mechi ili kutoa nafasi ya kufanya uchunguzi wa kina, kujua chanzo ni nini, kuna matatizo gani. Kwa hiyo mazingira yaliyokuwa yamejitokeza kwenye ile siku moja kabla ya dabi yalionyesha kabisa kwamba kuna vitendo vilivyokuwa vinahatarisha amani na nini, na kwa mujibu wa ile nani kwa mujibu wa yule mwenyekiti wa kamati ya ulinzi au kitu kama hicho, sijui hata nisemeje kwa Kiswahili, lakini yule kamishna kati ya wale makamishna ambaye alikuwa anahusika na swala la ulinzi, kwa ripoti yake ilikuwa inaashiria kabisa kwamba tunakoelekea sio kuzuri. Kwa hiyo kabla ya kusema mchawi ni nani, bodi ya ligi ilihitaji kabisa kujiridhisha kwa kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na matukio yaliyotokea siku moja kabla ya ilipokuwa imefungwa ndani. Unaona, sasa sisi tulikuwa tunahoja kwamba uamuzi ambao ungeweza kukatwa kwa rufaa ni ule ambao ungetokana na ripoti ya uchunguzi, kwamba ripoti ya uchunguzi inaonyesha nini. Sababu ripoti ya uchunguzi ingeweza kuonyesha kwamba Simba ndio walisusa wenyewe walijivunja, au labda walizuiwa kweli hao watu, je kweli hao jamani makomadoa Yanga au nini. So there were so many things to establish. Kuna vitu vingi. Ukisoma barua ya bodi ya ligi ya tarehe 16 inakupatia mwanga fulani, unaona. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba ile barua zote mbili ambazo zilitoka ya tarehe 8 lakini pia na hiyo tarehe 16 zote haukuwa ni uamuzi ambao unaweza kukatiwa rufaa. Kwa hiyo kasi wao pia wameonyesha hiyo kwamba Yanga wangepaswa kama ni uamuzi wa kukatiwa rufaa, basi kuna vyombo ambavyo vingeweza vikasikiliza rufaa yao huku chini kabla ya kufika kule juu, unaona. Sasa na mambo mengine mengi ambayo of course hata ukiangalia ukisema kwamba yalirudishwa kwa ajili ya kushughulikiwa upya, kwa kweli inakuwa imepotoshwa, kwa sababu kwa mfano kama unasema kwamba huna imani na bodi ya ligi, hilo swala utalipeleka TFF liamuliwa na nani? Unaposema kwamba viongozi hawana weledi, yani litakuja kuamuliwa na nani? Kwa mfano unapokuja unasema kwamba watu wachukuliwa hatua za kinidhamu, akina Mzee Mnguto labda of course hawakutajwa, lakini tunaassume kwamba Almas Kasongo labda na Mzee Mnguto wachukuliwe hatua za kinidhamu. Yani unarudisha ili lichukuliwe hatua gani na nani? Mfano wakati unaendelea Majembe hapo pengine kwenye hilo eneo kwa maana ya vyombo vile vya TFF kama hizo kamati ambazo zina uwezo wa kusikiliza rufaa, kamati za maadili, kamati za nidhamu, huwa ziko huru na zina uwezo wa kumtia hatiani kiongozi yeyote kwenye mpira, hata kama ni wa bodi ya ligi ama wa TFF, si iko hivyo. Kwa hiyo hapo inaweza ikawa iko sawa wakirudisha kwenye hivyo vyombo. Ni kweli, lakini ninachotaka nisisitiza ni kwamba kulikuwa kuna madai mengi sana, yani kuna madai mengi sana, yani nje ya hiyo kwamba tunataka pointi 3 na magoli 3 na kwamba hiyo mechi isipangwe. Kulikuwa kuna madai mengi sana. I wish ungeona hati yao ya madai hiyo, nini wanasema nini, ingekuonyesha nini vitu vingapi walikuwa wanadai mpaka fidia milioni 500 if I'm not mistaken, au kama bilioni 5 kitu kama hiyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana, lakini sasa wanarudisha ili kifanywe nini? Kwa sasa tuangalie basi hoja ya msingi ilikuwa ni ipi? Kwa sababu hoja ya msingi ni kwamba maombi madogo yalikuwa yamepelekwa kasi, yalikuwa yanaomba yafuatayo. Moja, kwamba Yanga wapewe amri ya kuzuia bodi ya ligi isifanye nini? Isipange mechi. Unaona? Kwa sababu ukipanga mechi ina maana lile ombi lao kuu kati ya wale maombi mengi, ombi lao kuu la kuomba pointi 3 na magoli 3 litakuwa limepitwa na wakati, au maana yake nyingine tuseme kwamba litakuwa halina maana tena baada ya kuwa hiyo matukio mengine yameshatokea. Kwa sababu kwa mfano dabi ikipangwa wakacheza akafungwa mmoja kati yao labda kwa tuseme West Coast nayo akafungwa Yanga, ina maana kwamba
point 3 hawezi kuzipata, wala magoli 3 hawezi kuyapata. Akipata draw pia magoli 3 na point 3 hazipatikani. Yani best case scenario ni kwamba ashinde, umeona. Kwa hiyo walikuwa wanataka wazuie kwanza ili ombi lao kubwa la kutaka point 3 na magoli 3 maamuzi. Kitu cha pili, kasi akianza kuwa kila kitu kinachotokea kwenye uendeshaji wa ligi wanaingilia, ina maana hakuna ligi itakayoendelea. Kwa sababu lazima tuzipe nafasi vyombo ambavyo vimepewa mamlaka ya kufanya vitu fulani viweze kufanya, vifanye either kwa usahihi au kwa makosa. Then kama kuna makosa hizo tutumie njia sahihi kuweza kuyarekebisha yale makosa. So sisi tunaamini kwamba kwa mazingira ambayo mechi ilikuwa imeahirishwa, hapakuwa na kosa ambalo lilipaswa kwenda kasi. Kwa sababu sasa vitu vingi nikusikia. Okay, sasa nilikuwa nasema baada ya hapo sasa na hayo maamuzi yaliyotoka na tayari kasi wameonyesha kuna sehemu Yanga walipaswa kupitia na wakufanya hivyo, wakaenda moja kwa moja kwenye ngazi ya juu. Yanga wanayo nafasi hiyo, room ipo ya wao kwenda kwenye sehemu hizo husika, ama kwa sasa hivi haiwezekani? Kasi wamewakataa Yanga kisomi tu, sio kwamba yani kwamba wanasema waende sehemu husika, kwa sababu Yanga yani kasi wamewakataa Yanga kisomi, kwa maana kwamba wamewaambia kwamba kama kungekuwa kuna maamuzi ambayo yanapaswa katiwa rufaa, basi yangepaswa kuanzia huku chini. Kumbuka hoja yetu ya msingi ni kwamba hakukuwa na maamuzi yanayotosha kukatiwa rufaa. So kasi mimi nilivyoelewa, nafikiri hata timu yangu nzima ilivyoelewa, labda hata timu ya Simba imeelewa hivyo, kwamba kama kuna maamuzi ya kukatiwa rufaa au ya kulalamikiwa, basi njia ambazo zinapaswa kuanzia katika hayo malalamiko ziko huku chini, haziko kasi. Lakini sisi tunasema kwamba mpaka hapo hapana uamuzi ambao unatosha kukatiwa rufaa. Umeona? Kwa hiyo sasa maana yake ni kwamba waliwaambia Yanga kwamba kwa namna hayo maombi yao yalivyokaa, yale maombi madogo, wao kasi hawawezi kutoa stahiki yoyote. Lakini kumbuka kwa wakati wanashughulikia maombi madogo, wakaondoa na kesi ya msingi. Umeona? Kwa hiyo ni kwamba yani wanashughulikia maombi madogo, lakini wakaangalia hata kesi ya msingi yenyewe hawana mamlaka nayo, hawana uwezo nayo. So kusema kwamba wamewakataa kisomi ni kwamba barua za bodi ya ligi ya tarehe 8 na ya tarehe 16 zote haziwezi kufanya maamuzi, kwa sababu kama tukirejea zote zinasema kwamba uamuzi wa ile kamati ya bodi ya ligi, uendeshaji wa bodi wa ligi ile ilikuwa inasubiri ripoti ya uchunguzi, na hiyo ripoti ya uchunguzi ikishakuja ndio watakaa chini waone kwamba ni nani alikuwa mwenye makosa katika. Kwa kifupi, Yanga walikwenda CAS hata kabla ya maamuzi ya ripoti ile ambayo ilitolewa na bodi ya ligi. Kabisa. Yaani mpaka sasa hivi mimi nikiongea na wewe, yani sijaona kama kuna maamuzi yoyote ya bodi ya ligi ambayo yanaweza kukatiwa rufaa. Kwa maana nyingine maamuzi yanaweza kukata rufaa bado hayajafanyika. Kwa sababu kwa mfano sisi tulikuwa tunashughulika na kesi, hatujaona hata hiyo ripoti ya uchunguzi inaongea nini. Unaona? Na ina maana ripoti ya uchunguzi ingekuja, ndio ile kamati ingekaa chini ikaanza kuamua kwamba mwenye makosa ni nani, ni Yanga, ni Simba, ni Makomando au ni sijui mlinzi wa uwanja, ni manager wa uwanja na nini. Hayo yote hayajashughulikiwa. Lakini Yanga wanaweza kuwa waliwahi, kwa sababu kuna siku 21 unatakiwa uwasilishe jambo lako huko CAS, ukichelewe. Pengine Yanga waliona ripoti ya bodi ya ligi na chelewa, wao wakawahi ili wasije wakafungiwa milango huko CAS. Nasibu, yani wewe ni kuamua kula ugali mbichi kwa sababu sio unafanya nini, lakini nafikiri wangesubiri chakula kiive ili kiweze kuliwa, kwa sababu hata kama ni siku 21 wangesubiri bodi ya ligi ikafanya maamuzi yanayoweza kukatiwa rufaa, bado siku 21 zingehesabika. Lakini mpaka leo bodi si hawajatoa bado bodi hawajatoa hayo maamuzi bado ya uchunguzi. Sasa ndio, lakini wamepelekwa kasi. Unajua inawezekana wao pia wamesita kufanya maamuzi, kwa sababu wanaweza kufanya maamuzi wakati tayari kuna kesi kule ziko pending. Kwa hiyo kama wasingekuwa na kesi, probably sasa tungekuwa na uamuzi ambao ndio tungekuwa tunaenda kwenye hizo channel. Okay, kuna swali kutoka kwa Jeff hapa. Salama kabisa. Na maswali mawili labda yanaweza kuwa matatu au manne. La kwanza, ndio
Kwa mtu wa kawaida ambaye ni mbobevu wa masuala ya kisheria, legal expert, kwa nafasi yoyote ile, iwe ni advocate, iwe ni lawyer, whatever, mimi sitaki kuamini kama kuna mwanasheria ambaye ni mbobevu alikuwa hajui nini itakuwa outcome ya hiki ambacho klabu kutoka Tanzania ilikipeleka kule CAS. Je, niko sahihi katika imani yangu hii? Uko sahihi. Swali la pili. Nimekutana na comments za wadau wengi, especially mashabiki wa klabu husika. Wanasema wanajaribu kutoa ufafanuzi wao kwa upeo wao, ambao sasa mimi ningependa hapa utupe elimu kulingana na huu upotoshwaji ambao unaendelea. Kuna watu wanazungumza, wanasema kwamba eti Yanga waliamua kwenda CAS kwa sababu hawakuwa na imani na mamlaka zilizoko hapa nchini. Unaweza kulifafanua hili kwa namna ipi, kwamba hata kama huna imani na mamlaka zilizoko, lakini utaratibu si ndio unavyotaka namna hii, kwamba exhaust channel zote za ndani halafu ndio uende nje, si ndio? Ngoja nijaribu kukuchosha. Iko hivi, unajua klabu zote zinapofusajiliwa za mpira wa miguu, ina maana zinakubali kufungwa na katiba ya TFF, katiba ya CAF pamoja na kanuni za FIFA. Kwa hiyo huu ndio utaratibu ambao unajulikana, na huu utaratibu una milolongo mizuri kabisa namna gani ya kulalamika na kufanya vitu vingi yote tunapopata na hiki, unaona. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba katika utaratibu huo, yani huwezi kusema kwamba kwa vile sina imani na wewe naruka, kwa sababu wewe ulikubali kufungwa na katiba ya TFF. Kwa hiyo kuna imani na TFF, fuata basi utaratibu ambao umewekwa na katiba. Kwa mimi naamini wao kutokuwa na imani na TFF sio kisingizio cha kufanya, au kutokuwa na imani na bodi ya ligi sio kisingizio cha kuruka vyombo vya maamuzi ambavyo vimewekwa na kanuni za bodi ya ligi ama labda katiba ya TFF. Kwa hiyo hilo ni upande wa kwanza, lakini upande wa pili ni kwamba CAS wenyewe kuna kitu kimoja, kwamba wanasikiliza shauri kwa scenario mbili. Ya kwanza ni kama katiba ambayo tuseme kwamba kuna CAS yenyewe kuna namna ambavyo katiba imetoa. Kwa mfano katiba ya TFF ingekuwa imetoa kwamba panapotokea situation kama hii na lazima iwe particular, tunaenda CAS. Lakini hiyo condition haipo kwenye case kama hii, kwenye situation kama hii ambayo tunaiongelea. Hakuna sehemu ambayo inaonekana kwamba mgogoro wa namna hii unaenda CAS. Lakini pia scenario ya pili ni kwamba kama kuna makubaliano, kama pangekuwa na makubaliano kati ya hiyo klabu pamoja na labda TFF, bodi ya ligi na Yanga ambao walioshtakiwa kule, kwamba bana tunapokuwa na tatizo lolote lile turuke tu, hata tusiende popote pale, tuende moja kwa moja basi itachukua mamlaka ya kusikiliza hiyo kesi. Nje na hapo hawawezi kabisa. Nafikiri ukisoma, kuna one of the paragraphs ziko kwenye huu uamuzi, wanaeleza wazi kwamba it's either by agreement au imetolewa na statute. Kwa hiyo statute haionyeshi na there was no agreement. Kwa hiyo CAS kama hakuna hiyo, CAS inajivua. Naam, swali langu la mwisho. Nimeona pia maoni ya watu wanasema kwamba hili swala ni kama CAS hawajalitupa nje, limewekwa pending ili pale ambapo litakwama huko chini lirejewe, yani kama kurevise. Mimi of course najua hilo jambo halipo, lakini ningependa wewe utoe ufafanuzi wa kisheria wa kitaalamu. Maana mimi si mwanasheria, ni rahisi mtu kudismiss kile ambacho mimi nakijua, kwa sababu mimi sijawahi kukaa kwenye darasa lolote la sheria kama mlivyokaa nyinyi, zaidi ya ujuaji tu wa hapa na pale. Gefu, mimi of course siwezi kuwa objective kwenye hili, kwa sababu nitavuta kwenye hii position ambayo nafikiri ni sahihi, kwa sababu wao wana haki pia ya kuaminisha watu wanaotaka kuamini, kwa sababu
kuwaaminisha watu pengine ni kuwapa ile comfort. Na mpira wetu unaojua una mambo ya comfort, wengine una siasa nyingi. Ile ndio, lakini pia kuna ile imani ambayo imetukuka kama imani ya kibateri ya kujichoma moto. So hivyo vitu ninaweza nisiweze kuwashawishi wale, lakini nachotaka kusema ni kwamba walichokuwa wamefuata kasi ni kitu gani? Walikuwa wamefuata kasi yafuatayo: pointi 3 na magoli 3. Na hilo shauri ambalo lilikuwa na pointi 3, magoli 3 na ushauri dogo la kwamba mechi isipangwe na nini, hivyo vyote vimeondolewa. Sasa utasemaje kwamba kesi haijaisha? Kesi imeisha, itaanza upya wakileta nyingine ambayo mchakato wake unaanza upya kama kesi mpya, including kulipa zile fees upya na kila kitu. Exactly. Kwa hiyo shauri litakalo kuja ni sio muendelezo, ni shauri jipya, na hii itakuwa na conditions tofauti na hili ambalo limefukuzwa, kwa sababu ikienda na conditions zile zile litarudishwa tena. Kwa hiyo mtu anaweza kusema kwamba kesi imefukuzwa. Yaani unajua Jeff, sasa kilichobaki hapo baba ni tafsiri ya Kiingereza, hata sio mambo ya sheria, kwamba the proceedings are terminated. Wanasema imeondolewa kwenye role ya, yaani imeondolewa kwenye list ya kesi za CAS, lakini pia the proceedings zimekuwa terminated na more than that. Wakasema ambayo Yanga wametoa itakuwa forfeited, kwamba sasa kwa mganga akirudi. Kwa hiyo wakisema kwamba hii kesi bado ipo, rudi sio fanya nini, mimi nafikiri tunarudi kule. Ni mambo ya kisiasa, ni mambo ya kupeana moyo, kufarijiana, kwamba isionekane kwamba tumepoteza sana na nini, lakini ukweli ni huo kwamba selling hope to the hopeless imepelekwa kule hayako. Nikushukuru sana, mimi maswali yangu yalikuwa ni hayo. Asante sana kwa kutufafanulia, na tunakushukuru. Kama tutakuhitaji tutarudi kwako. Karibu sana Nasibu. Asante sana Nasibu.